uwepo wa nguvu ya sauti pinzani katika ulimwengu wa roho inayosimama kuwa zuio la mafanikio yako. Na siku ya jana tulizungumza habari ya umuhimu wa kushughulikia ukuta wa maneno uliojengwa kuzuia hatua za kusonga mbele. Na tukasema moja kati ya vitu muhimu ni kushughulikia maneno ambayo yamesimama kuwazuia. Kilichokuwa kinawazuia wana wa Israeli wasitoke Misri ilikuwa ni neno la Farao. Farao akisema hamtoki, hawakutoka. Kwa maneno ya Farao yalikuwa ni ukuta. Kwa maneno ya adui zako yanaweza kuwa ukuta wa kukuzuia kuyaendea mafanikio. Sasa ni muhimu ujifunze kushughulikia hizo kuta, kwa kuwa usipozishughulikia zitasimama kukuzuia wewe, zitazuia na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliangalia habari za Yoshua, lakini asubuhi ya leo naomba tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ule mlango wa 9. Wafalme wa Kwanza mlango ule wa 9, na tunataka kuzungumza habari ya umuhimu wa kuombea nafasi ulionayo. Mungu ailinde, au nafasi ya watoto wako Mungu ailinde, au nafasi unayokaa katika mwili, aidha eneo umenunua au umejenga. Omba ulinzi wa kimungu kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa Mungu unaweza kukaa kwenye eneo alilopewa nafasi, au ufalme wa Mungu unaweza kuwepo kwenye eneo uliopewa utawale. Mungu anapewa nafasi atawale. Kwa kama kwenye maisha yako hujampa Mungu nafasi ya kutawala, maana yake hicho kipande kinatawaliwa na utawala mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moyo wa Mungu ndani ya nyumba unategemea mwaliko wa mwenye nyumba, au ufalme wa Mungu ndani ya nyumba unategemea mwaliko wa mwenye nyumba. Halazimishi kuingia. Ndio maana anasema, tazama nasimama mlangoni napisha hodi, ukifungua naingia. Na amesema mimi na Baba tunakuja kufanya makao. Kwa hiyo jifunze kuwa na maombi ya kumwalika Mungu awepo kwenye eneo ulilopo. Hayupo kwa ajili ya wale, yupo kwa ajili ya wewe uliyemwalika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambapo unaweza kwenda halafu wakauliza umepokea mwaliko kutoka kwa nani? Lazima utaje aliyekualika. Nimeingia kwenye chuo kimoja, tunasoma kwa wanaita online Zoom. Sasa mwishoni mwa masomo unaulizwa, huu mwaliko wa kujiunga na chuo umepata kutoka kwa nani? Lazima umtaje. Amen. Sasa nataka kusema uwepo wa Mungu kwenye eneo unategemea aliyemwalika. Kwa kama hujamwalika haipo, na kama hujamwalika hakusaidii, ingawa alitakiwa kusaidia. Amen. Okay, tujaribu. Wanafunzi wa Yesu
walikuwa kwenye harusi kule Kana ya Galilaya. Andiko linasema na Yesu naye alikuwa amealikwa na mama yake alikuwa amealikwa. Walipoishiwa divai, mama yake alienda kumwambia mtoto wake hawana divai. Yesu akasema tuna nini mimi nawe, sina cha kufanya. Lakini aligundua hii ndio maana ya mwaliko, kukabiliana na mapungufu walionayo. Akakabiliana na yale mapungufu, wakapata divai. Kwa hiyo ninachotaka kubaki hapa ni kwamba Yesu au Mungu ukimwalika atashughulikia mapungufu ulionayo, kwa sababu ni mwalikwa. Na eneo ulilopo litalindwa na ufalme wake, kwa kuwa uliita ufalme wako uje. Kama ni shambani, omba ufalme wa Mungu uje. Kama ni ofisini, omba ufalme wa Mungu uje. Kama ni kwenye biashara, omba ufalme wa Mungu uje. Ufalme wa Mungu unapokuwa kwenye eneo, maana yake hilo eneo amepewa. Sasa kitu kinachotokea ni mapenzi yake kuanza kutimishwa kwenye eneo analotawala. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwenye vyama vya siasa, hususan hapa kwetu nchini, asema hawa wanaomba muwape uongozi, watawasaidia hela watapata wapi? Kwa lugha nyingine anataka kusema atakuwa hana mfumo wa kumsaidia kupata. Wakati mwingine kwenye siasa kuna maneno magumu. Anasema mkimchagua wa chama hiki hatutawaletea maendeleo, lakini kodi tunalipa, ila barabara mnaweza msijenge. Kuna changamoto mtapitia. Na ikafika mahala mtu mmoja akasema ukiweka tochi betri moja mpya halafu kaweka na kibunzi haiwezi kuwaka. Kwa mkituchagua sisi, msituchomekee mtu mwingine wa chama kingine, tutashindwa kuangaza maisha yetu. Kitu nataka kusema hapa, kama Mungu hajapewa kuwa mtawala kwenye eneo, ujue hata shughulikia changamoto za kwenye hilo eneo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusema serikali ya Malawi itengeneze barabara ya Kia, hawatengenezi, kwa sababu hawatawali hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliyealikwa ndiye atakayetawala huo mfumo wa hilo eneo kiroho, kama ni Mungu au ipepo. Watu wanajenga nyumba, wanaalika mganga wa kienyeji. Lazima ujue kitu gani anaalika kikae kwenye hilo eneo kiroho. Ukijenga nyumba ukamwalika mchungaji au wazee wa kanisa waje waombe au kwaya, usipuuze haya mambo. Unaweza kaialika kwaya ikaenda kuimba hilo eneo, ikazunguka nyumba yako na wakaomba. Hilo eneo liko wakfu kutokana na namna wamefanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Twende kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 9. Naomba nisome mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 5. Anasema hivi: ikawa Sulemani alipokwisha kujenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake, Sulemani naye akataka kuyafanya. Basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibeoni. Wale wanaokumbuka namna Mungu alipomtokea Sulemani Gibeoni, alimtokea usiku, sio? Hapa akamwambia omba utakalo nikupe. Kwa anaporudia hapa anasema kama alipomtokea Gibeoni, maana yake alimtokea tena usiku. Kwa mazungumzo haya yalikuwa kwenye ndoto. Sulemani anaota ndoto akizungumza na Mungu. Anasema Bwana akamwambia
nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimesikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Mungu anamjibu kwenye ndoto. Amen. Jambo la pili, anasema nimeitakasa nyumba hii ulioijenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Hicho takaweze kuona kwenye mstari ni yale maneno mawili. La kwanza, nimeitakasa. Kwa nini nimeitakasa? Kwa kuwa umenipa mwaliko kwenye hii nyumba. Halafu cha pili anasema nimeweka jina langu humo. Jina la Mungu liko kwenye nyumba uliojenga. Cha tatu anasema tena macho yangu na moyo wangu utakuwa hapo siku zote. Sasa kitu nataka uweze kuona, yeyote akiingia hilo eneo, Mungu anaona. Una haja ya kugombana na wachawi, Mungu anaona. Amen. Una haja ya kugombana na wabaya wako, watakutana na Mungu wako. Amen. Kwenye mitaa tunayoishi, wachawi na walokole tunajua, ila hatugombani, tunapeana heshima. Wanatuheshimu, tunaheshimia, kwa sababu wanajua wakilianzisha wanakuwa. Maana wewe unaweza ukafunga anga halafu akashindwa kufanya majukumu yao kwa hawakukorofishi. Sasa huyu Sulemani alipojenga nyumba, angalia vitu vilivyotokea. Alipojenga nyumba Sulemani, anasema nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na yale yote yaliyokuwa moyoni mwake, anasema basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alipomtokea huko Gibeoni. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako. Kwa nini haya majibu yanakuja? Ni baada ya jana Sulemani kuweka wakfu hekalu na kutoa sadaka. Usiku Mungu anamtokea kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoto ni mlango muhimu katika ulimwengu wa roho unaoweza kupitisha majibu kwenye maisha ya mtu au kupitisha maelekezo ya nini cha kufanya. Kwenye ndoto ndiko uliko utu wa mtu. Kwenye ndoto kuna mwili mwingine tofauti na mwili huu, na ndio maana unaweza ukaona umepata jeraha ndoto na ukaamka asubuhi huna jeraha. Ile kwamba huna jeraha katika mwili wa nyama haina maana huna jeraha katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kilichopigwa kule ni nafsi, sio mwili wa nyama, nafsi. Na kilichopigwa, umepigwa utu wa mtu. Kwa hiyo ghafla unaanza kuona ile hali uliyoiona rohoni, unaanza kuiona mwilini. Anataka kukwambia kilichofanyika rohoni ni halisi. Chukua tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimeitakasa nyumba hii. Hasemi nita, hasemi nita, amesema nime. Maana yake sahi. Kwa mtu atakayeingia kesho, aliingia jana, atakayeingia kesho au atakayeingia leo, atakutana na kitu tofauti na cha jana, kwa sababu jana ilikuwa haijatakaswa, lakini leo asubuhi imetakaswa. Ndio maana mtu wa Mungu ukikaa kwenye maombi kila kunapokucha, sio wa jana, kwa kuwa Bwana amekufanyia utakaso usiku. Ulilala huna kibali,
umeamka una kibali. Ndipo unapoamka interview zako zote ulizofanya wanaita. Ulifanya Pepsi wanaita. Ulifanya kiwanda cha saruji wanaita. Ulifanya TRA wanaita. Nafasi zote 3 ulizoandika barua za maombi ya ajira wanaita leo. Zingine uliandika miaka 2 imepita. Zingine umeandika mwaka 1 umepita. Hawakukuita. Lakini baada ya maombi uliofanya usiku au uliofanya jana, Mungu amekupa. Sasa unahitaji hekima sana ya kimungu kuchagua kwa kwenda. Kwa sababu milango mingine sio ya Mungu, ni ya Shetani. Ndio maana ukipata hiyo nafasi lazima uingie kuomba tena. Unasema najuaje? Biblia inasema hivi. Wakati Yuda alipokuwa amejinyonga, ikatakiwa watafute mtu atakayeshika nafasi ya Yuda, sio? Na waliwaona watu wengi sana wenye sifa, kwa sababu walikuwepo. Kati ya wale wanafunzi 120 Yesu alikuwa nao, walikuwa wanashuhudia matendo mengi Yesu anafanya. Lakini kati ya wale akasema tupate mtu mmoja anayeshuhudiwa mema. Asa tupendekeze majina, wakapendekeza majina. Wakawapata watu wanaoshuhudiwa mema, lakini wakasema tuombe. Sikia yale maombi, anasema Mungu tuoneshe kati ya hawa ni nani uliyemchagua ili ashike nafasi ya Yuda ama aliipoteza kwa uasi. Wanaomba ingawa wana watu wanaoshuhudiwa mema. Amen. Sio kwamba ile kampuni ni nzuri inalipa vizuri unajichomeka tu. Unaweza kaingia na kampuni kapo. Kwa sababu mara nyingi Mungu anaweza kukupeleka mahali wengi wamepatharau ili akapainue kupitia wewe. Na ukaenda mahali ambapo pameinuka, na ukienda Mungu anapashusha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huangalia kusudi lake nini. Unaweza kushangaa ufanikiwe, unasema mimi sijui na mkosi gani. Mungu haangalii mkosi, anaangalia mpango wake. Anagundua huyu akifanikiwa, ubaya utaongezeka. Bwana amesema kwenye andiko, kufanikiwa kwa mbaya, kwa mwovu utamwangamiza. Kwa sababu atatumia kufanikiwa kwake kuwatesa wengine. Kwa kuna namna Mungu anaweza kuzuia usifanikiwe. Lakini ninataka aweze kuona na ile neno nimeitakasa nyumba hii. Kwa nyumba inaweza kutakaswa kwa maombi, kwa sala, kwa sadaka. Nyumba inatakaswa. Ndio maana ukisikia ukiomba watumishi wakaweke wakfu nyumba yako, usiache kuandaa sadaka. Amen. Sadaka kazi yake ni kushikilia kilichotamkwa kwenye eneo. Uweze kujenga nyumba milioni 20 kaita watumishi waje kufanya maombi yako, wakasema sina sadaka. Mbona hukumwambia fundi sina nondo? Mbona hukumwambia fundi sina simenti? Wewe endelea na ujenzi. Jenga tutaweka mbele. Sadaka ni kitu muhimu. Sisemi wachungaji wanapenda, sijui watumishi wanapenda, acha usitoe. Lakini akimaliza maombi anapoondoka, ile ni kama petroli inaanza kupotea taratibu. Mwisho wa siku ile nguvu inaisha. Kwa nini? Kwa sababu Abraham alipoambiwa nchi hii mnayolala nitakupa wewe na uzao wake, Abraham akajenga madhabahu hapo hapo na akatoa sadaka ili madhabahu isikilie alichopewa. Ukiona umeita watumishi wakaweke wakfu nyumba yako, jiandae kwa sadaka. Sijasema mamilioni, nimesema sadaka. Amen. Lazima uone namna Mungu alipokusukuma kujenga mpaka pale. Usimdanganye Mungu. Anasema Mungu na buku. Hapo wewe umpe Mungu unawapa watumishi. Wewe una hakika kitu unachokiomba kikae kwenye hilo eneo, nguvu yake kitashikiliwa na buku. Ngoja nijaribu hivi. Umeona hapo nje kuna mbuzi. Nafikiri mnamuona hapo. Kamba aliyofungwa yule mbuzi inalingana na mwili wake. Chukua kamba ile kafunge ng'ombe. Kama mtamkuta.
utakuta ameenda, kwa sababu uwezo wa kamba kumshikilia kwenye eneo haupo. Sasa kama unataka kushikilia baraka kwenye eneo, inategemea kiwango cha madhabahu uliojenga. Kwa lugha nyingine, inategemea sadaka uliotoa. Ukisoma habari za Sulemani, alitoa ng'ombe 1000, kondoo 1000, sijui mbuzi 1000, sijui na nini 1000. Halafu anaongeza pale chini, anasema na kuku walio nona. Na kusoma hilo andiko, watu wengine wanafikiri kuku wamo, hajasema wenye kideni. Maana kuna watu wakiona kuku anasinzia ndio utasikia chinja. Nyanya zile zenye matopo ndio unarudi nazo wewe nyumbani. Unauza nyanya nzuri zilizominyika ndio unarudi nazo wewe. Unakata pande, unatupa upande, unakula, unajilani mwenyewe. Jifunze kujibariki, kula vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea anasema, ili niweke jina langu humo, sio wiki moja, sio wiki mbili, ni nini? Milele. Milele. Sasa nichotaka uweze kuona hapa, inategemea umepeleka sadaka wapi, inategemea ni nani, ni ufalme upi umealika hapo. Haukai siku 3, unakaa milele. Sasa ufalme hauondolewi kwa maneno, ufalme unaondolewa kwa vita. Usikafikiri hii serikali tunaiweka madarakani kwa kura tutaitoa tena kilele mama. Kuna shughuli ya kufanya. Hamna cha kwa jina la Yesu watoke, hawatoki. Kuna kazi ya kufanya. Ndio maana wao wanapoingia madarakani wanaingia kwa jina la Yesu, ila kuwatoa mpaka mtoto wa bunduki. Nchi nyingi sana zimeingia madarakani kwa kura, lakini zimegoma kutoka. Kwa hiyo vitu vimetokea kwenye mataifa mengi. Na nchi fulani nimeona kiongozi mmoja anasema, mimi niliingia madarakani nikitokea msituni, kwa anayetaka nitoke aende msituni. Maana yake tupigane kwanza, nikishindwa na kupitisha. Kwa kitu nataka kusema, ufalme wowote uliopo kwenye eneo hauondolewi hivi hivi. Ndio maana huko ndani kuna maombi ya vita. Kwa lazima uwe ni mtu mwenye maombi ya vita ili kung'oa ufalme unaotawala kwenye eneo. Ndio maana jana nikakwambia shetani anongonezwa. Wewe kufanya maombi ya kumnongoneza shetani. Shetani, toka. Niache kwa jina la Yesu. Shetani, unamnongoneza. Unataka watu wasijue kwamba unamkemea hapa. Eti rafiki zangu wasije akajua mimi mlokole katika jina la Yesu. Shetani, toka. Ndio atatoka. Wewe mbwa amekaribia mguu anataka kung'ata, unasema hepa. Ndio unafanya. Unafanya. Sauti inakuwa ndogo. Kanisani wanasema kaongeza sauti. Lakini mbele ya mbwa hata kutoka na nyama unasema nini? Ile neno toka ni sauti ya mamlaka, na mbwa anakimbia. Hapo shetani, toka. Niache. Acha mwanangu. Hakuna neno, endelea. Neno ni hatua. Wengine tuna kiwango cha kumnong'oneza mpaka shetani. Sawa. Lakini mimi nazungumza habari ya utawala au ufalme unavyoweza kukaa kwenye eneo. Haukai siku mbili, anasema unakaa milele. Kwa ili ufalme ulioko kwenye eneo uweze kuondolewa, itategemea nguvu ya ufalme unaotaka kuingia. Inategemea. Vitu hivi sio vitu vyepesi. Huwezi kuikataa miungu ya kwenu kwa kushiriki meza ya Bwana tu. Haitoshi. Kuna kazi ya kufanya. Anamana jana nikakwambia, Mungu anapomwambia Yoshua, mji wote wa
nimeutia mikononi mwako, na mfalme na mashujaa wake wote nimewatia mkononi mwako. Haikuwa kazi nyepesi, kulikuwa na kazi nyingine ya kufanya. Kazi gani? Ilikuwa lazima washike silaha za kubomolea ukuta, lakini hawakubomoa. Silaha walizokuwa nazo ni maombi. Nikakwambia jana, wale walipiga tarumbeta na ukuta ukaanguka. Wewe una tarumbeta? Unafikiri mpaka leo tunatakiwa kupiga matarumbeta ili mapepo yatoke? Tunahitaji kupiga matarumbeta ya maombi. Anuma mnasikia huko mtaani, utasikia hili ni tarumbeta la Bwana. Maana yake kuna namna akipiga maombi kuna vitu wapi vinafunguka. Na wewe ukawe tarumbeta kwenye familia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukipiga tarumbeta ya maombi, ukuta uliozuia unaanguka na watoto wanavuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine anasema, tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Utakuwapo hapo siku zote. Amen. Nimesikia kibonzo siku za hivi karibuni anasema, kumbe huko Ulaya kuna mtu anaweza katoa figo akampa mtu. Mimi kuna mtu nimempa moyo wangu wote na haniheshimu. Unampa moyo. Sasa Mungu anasema, macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Hapo wapi? Uliponialika. Nimewahi kusoma story fulani, nafikiri wengine mmesikia. Anasema binti mmoja alikuwa ameenda na rafiki zake kwa mama yake. Amenunua gari akaenda kwa marafiki zake. Sijui ni story ya kweli, lakini kuna kitu inafundisha. Sasa alipofika kule kwa mama yake, wakala wakanywa, wakawa wanaondoka. Mama akawaambia, wanangu, basi mtembee na Yesu. Akasema, we Yesu hana pa kukaa, si gari imejaa, labda akae kwenye buti huko. Anasema story ile, anasema mama yake akachukua tray za mayai 2, 3 akawapa waende nazo, wakaweka kwenye buti. Njiani anasema walipata ajali mbaya, wakaumia sana, lakini tray za mayai na mayai yake zilikuwa salama. Kule alipewa nafasi nani? Usalama wako utategemea mahali ulimweka Yesu. Sisi hatuzungumzi mayai, tunazungumzia moyo. Usalama wa moyo wako inategemea umeweka wapi. Unajua hata mtu uliyempenda tu anaweza akakufanya mapigo ya moyo yao yanaenda kasi kila wakati. Haya relax. Bala moyo unadundia hapa. Au nahisi kama umehama huku unadundia huku. Yaani anakuvuruga. Lakini kuna mtu moyo unadunda hapa tokea mmeanza mahusiano. Wengine mnaseka moyo unadundia hapa. Kuna wengine mpaka mgongoni. Anamvuruga. Unachokipenda unaingia gharama. Na ndio maana boda wanatupenda watu ambao tuko kwenye mahusiano. Wanapenda maana vocha ikiisha unajaza. Vocha ikiisha unajaza. Sasa hivi tumeoa naona boda watupenda. Maana ukipiga tunauliza huko wapi sasa? Wanje, haya uje na vitunguu. Yale mambo unakula nini? Unafanya nini? Hayapo. Nikuuliza tu au umeshatoka kazini? Uko Kabwe. Basi. Mbona naona hawawezi kutupenda. Kwa sababu kuna mahali mioyo haijawekezwa. Sasa kitu nataka kusema hapa ni nini? Mahali moyo wako umewekeza ni mahali ambapo hata kutoa unatoa sana. Amen. Wale walioko kwenye mahusiano wanaelewa. Unayempenda unamtumia na moja. Unayempenda unamuuliza kabisa, umekula? Sijala. Sasa basi namtuma boda akuletee kitu moto. Wewe mwenyewe umekula ugali mara. Kule unapeleka kitu. Hadi mahusiano. Kuna watu huwezi kuamini
anaamini kabisa yeye amekula ugali maharage, lakini mtu anampa nini? Hapo anamwambia kabisa muuzaji, kachumbari haijachacha, yani yule hatakiwi kula. Hii ni nguvu ya sauti iliyoko ndani ya mtu, inaamua cha kufanya. Sasa itategemea nguvu ya sauti ya kiroho iliyopo kwenye eneo inaamua nini kuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema moyo wake na macho yake yatakaa hapo. Wapi? Alipoalikwa. Kama umemwalika Mungu kwenye eneo ulilopo, uwe na hakika vitu viwili viko hapo. Macho ya Bwana na moyo wa Bwana uko hapo. Na ndio maana mahali pengine anasema hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, litunze. Litunze. Kwa sababu ukilichafua anaondoka. Na akiondoka wewe linakuwa pango la wadudu. Angalia mstari unaofuata. Anasema na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili, kufanya hayo yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu. Angalia, ndipo nitakapokifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele. Nitataka uweze kuona hapa uhusiano wako na Mungu unamfanya Mungu alinde nafasi yako kwenye familia. Sio tu nafasi ya maombi au ya ulokole. Nafasi ya mifumo ya kiuchumi analinda. Hapa anasema atalinda nafasi ya kiti katika uzao wa Daudi milele. Maana kila wakitaka mfalme utakuwa unatoka kule kule kwa Daudi. Kila wakitaka mfalme atakuwa anatoka kwenye ukoo wa Daudi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye anasimamia pale. Sasa kitu ambacho nataka uweze kuona ni familia zetu. Unaweza kuona huko kwenye ngazi za juu kuna ukoo fulani hautokani serikalini. Babaka kistaafu yuko mtoto wake, mtoto wake anastaafu yuko mtoto wake, mtoto wake anastaafu yuko mtoto wake. Yaani unawakuta ni kina fulani hawatokaki Ikulu, ofisi ya rais hawatokaki, TAMISEMI huwa hawatoki, hawatokaki hifadhi za wanyama wapo. Ukoo fulani jeshini hautoki, wamo. Ni mfumo. Na nyie kwenu ni hivyo. Uko wenu ule mganga huwa haishi. Akifa ule anakuja mganga mwingine. Zaka analisi vyeo Ikulu. Analisi mikoba ya babu yako. Hakuna. Lazima uone hizi ndio changamoto tuko nazo. Nafasi ambayo Mungu anapewa kwenye maisha ya kwako ndio itakayoamua nini upate na nini usipate. Nafasi. Kwa sababu kwenye andiko anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Si ndio? Hapa anaongeza anasema ndipo mema yatakapokujia. Kumjua Mungu tofauti na kumfahamu. Amen. Kumjua Mungu ni jambo la kiagano. Kumjua Mungu ni jambo la kiagano. Ndio maana kuna tofauti ya maswali haya. Mtu akisema unamjua huyu, ukisema ndio, hapo ukashindwa kesi, ukaanza kukataa. Swali liliuliza unamjua, ulisema ndio. Kumbe wewe unatakiwa uulize kumjua kivipi, au kufafanulia. Kwa sababu kuna tofauti ya kumjua na kumfahamu. Biblia inasema Adam akamjua Hawa, akapata mtoto. Kwa ni jambo la kiagano kule ndani. Kwa kumjua Mungu ni jambo la kiagano, ni ndoa. Umefunga naye ndoa. Halafu ghafla umeweka agano na Mungu. Hapo unasikia kuna mganga mzuri Tukuyu. Na ngoja unaenda kuweka agano. Kinachotokea huyu anakuacha. Biblia imekataa. Inasema hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili. Haiwezekani.
haiwezekani. Ni mwanaume peke yake anaweza kaoa wanawake 5, lakini hakuna mwanamke anaweza kuolewa na wanaume 5. Mimi leo mume wangu kama mnapojua hapa nimekaa wiki, kwa hiyo naenda kwa Christopher nako nitakaa wiki. Kajaribu wa mchezo, wanakuua saa 2 asubuhi. Maana watasema kabisa hatujawahi ona mwanamke anayeharibu nchi kama huyu. Maana wa kuharibu nchi tupo na tuna uzoefu. Kwa hiyo Mungu anapolinda nafasi ya mtu aliyemwalika, huwa adui wa huyu mtu. Mungu anapolinda nafasi yako, anakuwa adui wa adui zako. Kwa kila wanapojaribu kukuondoa kwenye nafasi, Mungu anakulinda kwenye hiyo nafasi, na wakiendelea anawapiga. Wasema najua, wajaribu kucheki Ikulu. Mbona rais analindwa sana? Kelele ziko huko, hatoke. Kuna watu wale utoke. Sasa jamani, lakini huko kelele ni nyingi, naomba nipumzike hapo. Kuna watu wanamlinda kwa sababu kuondoka kwa rais kwenye nafasi, nchi inaweza isitawalike. Wanamlinda, na ndio maana rais akifa wanafanya spare haraka. Hata kama saa 7 usiku wanafanya spare. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako inamfanya Mungu awe mtetezi wa haki zako. Mtetezi wa haki zako. Mungu alianza kutetea haki ya nyumba ya Daudi. Anamwambia Sulemani, nitalinda kiti cha enzi katika familia ya Daudi. Lakini nitafanya hivyo ikiwa mtaenda mbele zangu kwa ukamilifu. Kwa mkienda kinyume, naondoa kiti. Nakumbuka wale wanaojua, wale watu wa Makete huko Blongwa na Makete mjini, kuna mgogoro wa miaka. Ilifika mahali wakasema, haya, nyie mbaki na kiti huko na sisi tunabaki huko. Mpaka leo kuna kiti cha uaskofu kiko Blongwa, kuna kiti cha uaskofu kiko Makete, kwa sababu ya mgogoro. Kwenye katiba wakati wanaandika walikuwa wanatabasamu kabisa. Najua serikali ikiweka makao makuu ndipo patakapokuwa makao makuu ya kanisa. Haya. Mungu tunaomba bariki makubaliano haya. Serikali kaji kahamisha makao makuu kutoka Blongwa ikaleta makao makuu Makete. Jamani, katiba inasema lakini uliandika wapi? Mgogoro katokea. Lakini mimi hata hivyo viti havitoka sasa, mbaki nani wakachonga mimi. Akachonga vingine viko Makete. Kwa kule kuna kiti na huko kuna kiti. Kwa hiyo kuna viti. Na wote tunataka kwenda mbinguni. Kila kiti. Ni sherehe. Akimba ranya kisa. Sio mnaweza gani na viti. Wanye kama ndo mnaelewa sana. Omba Mungu alinde nafasi aliyokupatia kiroho, ili mkondo wa baraka zako usifungwe. Omba Mungu alinde nafasi aliyokupa kiroho, ili mkondo wa baraka zako usifungwe. Baraka zina njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zina njia zake. Moja kati ya kitu adui anafanya ni kufunga njia inayoleta baraka kwenye maisha. Lakini maombi yanafungua njia. Kwa sababu kwa njia ya maombi Mungu analinda. Mungu analinda. Anamwambia Sulemani, nimesikia sala na dua. Kwa lugha nyingine atasema nimesikia maombi
na maombezi uliofanya kwa habari ya hii nyumba. Ukirudi kule nyuma anasema, Mungu, ikiwa watu hao watapigwa na adui zao huko kwa sababu wamekukosea wewe, wakikabili hii madhabahu, naomba usikie huko mbinguni ukaiponye njia yao. Mungu anasema, nimesikia hayo maombi na hiyo dua. Wewe nadi kwamba watoto wakienda mahali maisha yakiwashinda, wanarudi nyumbani, wanajipanga tena, si ndio? Na sisi ukichemuka huko, rudi kanisa, jipange upya, tokea hapa, nenda ukafanikiwa. Kwa sababu kwa neno hili anasema, macho yangu na moyo wangu utakuwa hapa. Kwa unapoingia hapa, Mungu anaona huyu mama leo anakuja na matatizo, ameona. Moyo wa Mungu ni huruma. Moyo wa Mungu umejaa huruma, atakuhurumia. Amosi, mwambie kitu Mungu. Ni siku mpya, lakini adui hajaacha kukuwazia mabaya. Omba Mungu akulinde na alinde njia ya baraka yako. Anyamazishe kelele za watesi zisikukatishe tamaa. Maana usipoomba, wenzako kwa mganga wameshaomba, wameshakunenea, wameshakuombea. Wewe unasemaje? Ile kwamba hujasikia haina maana hawajasema. Wamesema. Lakini wewe umesemaje? Uwe na neno basi linalobomoa maneno yao ili yasizae kitu kwenye maisha yako. Enda mbele za Mungu. Mungu uliye hai, Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa neema ya asubuhi ya leo. Jina lako ndio nguvu yetu. Ikiwa ulimwambia Sulemani, macho yako na moyo wako upo ndani ya nyumba ya Sulemani. Ikiwa ulimwambia Sulemani, sala zako na dua zako nimesikia. Nami ninaomba asubuhi sala za huyu mama, dua za huyu mama ukazisikie huko mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu mama apewe neema. Huyu baba apewe neema. Huyu kijana apewe neema. Huyu mzee apewe neema. Haja ya moyo wake, Bwana, na ijulikane kwako. Lakini Bwana, adui anayefanya vita kwenye ukoo, adui anayefanya vita kwenye familia, aliyevuruga kila kitu kwenye maisha ya watu hawa, hata waone matumaini tena, hata waone mlango tena, hata waone kufanikiwa tena, kwa sababu adui ameshambulia familia nzima. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kama ulivyomwapia mtumishi wako Sulemani kwamba wewe umeona na wewe umesikia na wewe moyo wako Bwana umejaa huruma na neema, nami ninaomba hurumia hii familia, nami ninaomba hurumia huu ukoo, nami ninaomba hurumia hii nyumba, nami ninaomba hurumia hawa waombaji ambao Mungu umewapa nafasi ya asubuhi na mapema kuketi kwenye hii madhabahu. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ile aibu aliyotangaziwa, ile aibu aliyotangaziwa kwenye ukoo, kwenye familia, aibu isiendelee kutembea. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kabisa ile laana ya kipepo, ile laana ya kiukoo, ninapisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nafsi ya mama ipone, hiyo nafsi ya baba ipone, nafsi za watoto wake zipone kwa jina la Yesu. Nguvu za giza toka, 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 toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia Bwana uso wako uliomwelekezea Sulemani, uso wako uelekee hiyo familia, uelekee hiyo familia, uelekee watoto wake wa kike na wa kiume, uelekee malango ya baraka zao katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, Bwana, hawa watu wasing'ang'aniwe na wana, wasing'ang'aniwe na aibu, wasing'ang'aniwe na roho ya kukataliwa, wasing'ang'aniwe na roho ya kushindwa. Wamejaribu mara kadhaa, wanashindwa. Mungu uliye hai, kwenye ulimwengu roho, chochote kilichobomolewa tunajenga tena, tunajenga tena. Ofisi iliyobomolewa tunajenga tena. Ukuta ulio
amenyang'anya vipawa, amenyang'anya karama, amenyang'anya huduma ndani yao, amekausha vile visima vilivyokuwa vinabubujika mambo mazuri. Mungu Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninaomba kwenye hii madhabahu, huyo mama asiishi kwenye laana na uzao wake, atoke kwenye laana, atoke kwenye hizo roho za uharibifu. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, ninatangaza kwenye hii madhabahu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, katika jina la Yesu, fufua matumaini mapya ndani ya familia, fufua matumaini mapya, fufua matumaini mapya. Ule ukaufu anaoona kwenye miradi yake, ule ukaufu anaoona kwenye biashara yake, ninaomba mvua ya baraka ikanyeshe tena, ili chipukizi lako la haki likaanze kuchipua, ili chipukizi lako la haki likaanze kuonekana. Palipoitwa jangwa pakamee, palipoitwa pakame pakaone mvua, katika jina la Yesu Kristo. Wakastawi kama mtende katikati ya jangwa, kwa sababu ya neno lako lililo hai, lililo hai. Mungu, ninakuomba fanyika uhai, fanyika nguvu ndani yao, fanyika neema, fanyika kibali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Madhabahu yako inaongea, na kwa kuwa iliongea na Samueli, ikaongea na Ibrahim, ikaongea na Isaka, ikaongea na Yakobo, tunaomba iongee na sisi pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hatutaishi kwenye laana, tunaalika Bwana uwepo wako kwenye maisha yetu.